maisuri. Maana yake kinapiga mieleka, kinangoa, kinahamisha tabu zote zinakuwa pembeni. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, tunakuja kutumia vinywa vyetu leo vizuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu akitumia kinywa chake kutamkia maneno mabaya, usiyapokee kwa jina la Yesu, uyapanze kwa jina la Yesu. Akisema ulaaniwe, useme ulaaniwe mwenyewe. Akisema ufe, useme ufe mwenyewe. Akisema utaendelea, useme wenda utaendelea. Unakanusha zile sentensi, maana yule anakuwa amevamiwa na roho wa kuzimu, aje kwako kufanya balaa. Huku tutaona mtu mmoja anaamrishwa, anaitwa Balaamu, anaamrishwa na Balaki aenda atamke maneno ya laana juu ya Yakobo, juu ya Israeli, lakini kwa sababu yule mtumishi wa Bwana ana upako, ana nguvu, ana ulinzi wa Bwana, hauwezi ukamtamkia maneno mabaya. Kabla hajatamka maneno mabaya, Bwana akafanya vice versa kwenye ulimwengu wa roho, akabadilisha. Baada ya kusema alaaniwe, anasema abarikiwe, alaaniwe, abarikiwe. Usiruhusu maneno ya laana yapate nafasi juu yako, yakenue kwenye ulimwengu wa roho. Usikubaliane nayo, yakataa, uyabadilishe, badilishe. Haleluya. Baraka anamuuliza, nimekuleta unilaanie huyu mtu. Badala ya kulaani, wewe unabariki. Anasema hauwezi ukamlaani aliyebarikiwa, mteule wa Bwana. Ukitaka kumlaani, laana zinageuka, zinakuwa baraka kwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Nguvu ya kutamka. Ukitamka unasababisha mambo. Ukitamka ndoa inakuwa vizuri. Ukitamka uchumi unabadilika. Usiangalie hali halisi ili utamke ushindi. Unaenda nje ya hali halisi, unaenda nje ya uhalisia. Hali inaonekana ni mbaya, ili ubadilishe hali mbaya iwe nzuri, unaanza kutenji kwenye ulimwengu wa roho. Unachokiona na unachofikiri vitu viwili tofauti. Hali inaonyesha kufa, unasema mimi mzima. Hali inaonyesha kushindwa, unasema nitashinda. Unaona hali ya kushindwa, unasema nitashinda kwa jina la Yesu. Nasema kwa kutumia kinywa chako hivi, utaona mambo makubwa yanafanyika. Na leo tutafanya zoezi. Kama Bwana izima na leo tutatamka, tutasababisha mambo. Lazima tusababishe mambo kwenye ulimwengu wa roho. Sikia nguvu ya